JC Production, Jumba la Burudani, tuko na My Diamond. Sasa naomba nikupe mwongozo kidogo kwa sababu hizi picha zinahitaji utulivu mkubwa sana wa akili. Sisi watu tunavyopiga tunajitahidi kuhakikisha tu kile ambacho tunazungumza sio kitu cha kutengeneza, ni kitu ambacho tumekiandaa katika mfumo wa script. Kwa hiyo atulishani matango pole hapa. Wewe inahitaji kuchukua muda kuhakikisha tunaandaa kazi na nyoka zaidi, na pindi tunapokuletea kama burudani unakuwa unapata mwongozo ambao umekuwa sawa zaidi. Na kama utakuwa unahitaji kuzipata hizi picha, unaweza kucheck kwa namba 0686414059 ni full HD ikiwa haijakatwa sehemu yoyote, yani ikiwa imenyoka kabisa na dakika zake za kutosha. Unaweza kutucheck kwa WhatsApp au mambo akaendelea kwa kizazi zaidi. Sasa cha tusonge mbele na tamthilia tupomba sana ya My Diamond ikiwa katika episode ya 12 na mambo endelea kutala dadi, yani burudani zinazingatiwa katika ubora wake. Buruguse katika sehemu safi ya 12 kuendelea kuenjoy utamu wa burudani. Sasa hapa naomba uwe makini kidogo. Hapa na kurudisha nyuma kidogo kabla mkali kufika kumwokoa binti. Na maana mwamba alipiga simu ya binti na akuta haipatikani, hivi alisi kuna hatari zaidi. Chapu kwa haraka aliweza kuchukua chuma na kutaji kufika katika eneo ambalo anaishi bibi. Na hapa alikuta kuna watu ambao wamekwama katika lifti. Ina maana Zekila alikuwa amezuia kila kitu. Sasa mwanaume alichofanya ni kupita shortcut tu, na hapa alikuwa anahitaji kuhakikisha anaokoa maisha ya bibi. Lakini kumbuka, ili mkali aweze kufanikisha hatima ya kumwokoa binti ni lazima kuwa na muunganiko kati ya mkono wake na mkono wa bibi, hivi ile alama ambayo iko katika mkono wa bibi iweze kudetect na kufanya maajabu. Hapa mwamba aliweza kufika kabisa na alikuwa tayari kumwokoa bibi, lakini Zekila aliweza kufika katika lile eneo na kuja tu kukata sehemu ya mkono wa mkali, hivyo ikamfanya mwanaume kujikuta anamwachia bibi na kushuka naye chini. Tara bintibu kutokana na nguvu ya kile kitu ambacho kinaunganisha watu wawili waliweza kuokoka na kiwa salama zaidi. Na hapa bibi alimkumbatia sana mshikaji na kushukuru kwa kuamini ya kwamba Juong ndo mtu sahihi ambaye yuko tayari kwa ajili ya kulinda maisha yake. Lakini pia mkali wa kufahamika kwa jina Asioku aliweza kuona kile kitendo, hatimaye limuumiza sana, kwa naye ni miongoni mwa watu ambao wanamhitaji sana bibi na kumpenda sana bibi. Sasa unafikiri nini kinachoendelea kutamba katika mzigo bomba sasa? Basi baadaye waliweza kupata muda wa kuzungumza na bibi, lakini bibi alijaribu tu kusimulia scenario ya kile ambacho kimetokea pale. Lakini mkali alikuwa anajitahidi sana kuangalia Zekila ni mtu aina gani. Huyu Zekila kwa sababu anabadilisha sura, hivyo inamwia vigumu sana mkali kuweza kumtambua. Na hapa mkali wa kufahamika kwa jina la Juon aliweza kudadavua jambo hili. Basi baada ya binti kuangalia katika CCTV camera ambazo zilikuwa zimeunganishwa na simu yake, aliweza kusema mtu sio. Lakini mwamba baada ya kumwangalia kiumakini sana bibi, aliweza kugundua na michirizi katika eneo lake la shingo, na hapa akasema huyu ndio yule mtu ambaye alihitaji kuniua hata kwa mara ya kwanza. Hii ikamfanya mkali goni ya kugundua kwamba Zekila anafanya mbadilishano wa sura, hivyo inakuwa ni ngumu kwa kumtambua. Basi baadaye mkali sio aliweza kumuita Gion Chemba na kuweza kuongea mambo matatu, na asema kati yenu kuna jambo ambalo mmenificha, lakini mimi na Dodo ni watu ambao tumekuwa karibu sana tukiwa tangia utoto. Sidhani kama kulikuwa na umuhimu kunificha katika jambo lolote. Mkali amwambia kwa ni vema kama ungetafuta nafasi ya kwenda kuongea na huyo binti, angeweza kupa mwongozo wa kile ambacho unakifikiri wewe kiko sawa. Basi Dodo alikuwa ni mtu ambaye ameingiwa na mashaka na huzuni, akiwa anawaza tu anaona hatima ya maisha yake iko katika hatari zaidi. Lakini mwamba leo alifika na kumwambia binti wa kufahamika kwa jina la Dodoe ya kwamba kiukweli nimekuwa nakupenda sana, na nafikiri nikikuoa ndio kitakuwa kitu sahihi ambacho kitaimarisha ulinzi kati yangu mimi na wewe. Na maana pindi ambapo ndakuoa utakuwa kwenye hali ya usalama zaidi kuliko hivyo ambavyo unakuwa katika hali ya upweke zaidi. Hii ilimshtua sana bibi, lakini nini ambacho angeweza kufanya? Mkali alichosema, nachohitaji tu niweze kukuoa na hii itafanya tuwe bomba. Lakini cha kushangaza, mkali kufahamika kwa jina la Guo naye anafika akimwambia bibi, hata mimi nahitaji kukuoa wewe. Sasa ni kizaazaa. Bibi anajiuliza amkubali nani na amwache nani. Wote wawili wanaendelea kwamba wako tayari kwa ajili ya kufunga ndoa na bibi kwa ajili ya kuhakikisha analiweka sawa swala la usalama. Hii ilimchanganya sana bibi mpaka akashindwa ni nini ambacho anaweza kufanya. Sasa katika eneo la ofisi akiwa na Mr. Shin anajiuliza vitu vingi sana kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea majira usiku wa jana. Baadaye bibi aliamua tu kufanya kitu kimoja ambacho
kiliweza kumweka sawa zaidi. Sasa Mwamba akiwa anapitia magazeti, si akaiona sura ya mshikaji, kwanza akatupa. Hii inamaanisha ya kwamba kwa sasa mkali tayari anakauwivu sana. Hivyo aliamua kutoka na Mr. Paki pembeni kidogo kwa ajili ya kupata malojorojo, misosi na nini ili kujiweka sawa. Mr. Paki alikuwa ni mtu mwenye furaha sana kwa sababu aliona msosi ni mwingi naye anahitaji kuuchapa, lakini alikuwa anazidi kumsisitiza Mwamba ya kwamba endapo atapendana na bibie basi itatengeneza nafasi ya kuumiza mioyo ya watu wengi sana. Hivyo ilikuwa sio jambo jema kabisa kwa Demon kumpenda binadamu, kwani hiyo itatengeneza nafasi ya kuumiza mioyo watu wengi sana. Lakini Mwamba alikuwa anakataa kile ambacho anashauriwa na Mr. Paki, akiona ni kama kitu chenye tofauti zaidi. Lakini Mr. Paki alimwambia tu, kwa hicho ambacho unakifikiria katika akili yako ni kitu ambacho kitakuwa na tofauti zaidi. Sasa akiwa hapa anapata nafasi ya kumuona Mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Siogo akiwa anakatiza na kuingia ndani ya ofisi ya binti wa kufahamika kwa jina la Dodoe. Mwamba amemletea binti huwa na anamwambia hii ni miongoni mwa zawadi. Hata hivyo sikupaswa kuambia juu ya swala la kukoa pasipo kukupatia zawadi kama hapa. Hiki kitu kiliwafurahisha sana wawili yao, na upande wa pili kwa mkali alikuwa anaumia sana kwa kile ambacho kinaendelea, mpaka ilifikia stage akawa anajisi ni kama amekosea sana kutengeneza nafasi ya kumhitaji bibie. Watu wanamcheka tu kwa kile ambacho anakionyesha mkali kwa sababu ana react mahasila. Unajua upendo wao ujifichi. Sasa upande wa pili kwa mkali akiwa anazidi kupata nafasi ya kuongea na bibie ya kwamba wamekuwa ni watu ambao wametambuliana toka wakiwa wadogo mpaka wamefikia stage ya kuwa kubwa, lakini anasema haina haja ya kuficha, wanahitaji kujenga familia ambayo itakuwa na ubora sana. Lakini bibie alikuwa anajaribu kumsisitiza mkali ya kwamba wewe ni familia yangu hata pasipo kunioa, kwa sababu tayari tuna muunganiko mkubwa sana wa background ya nyuma. Lakini mkali anachohitaji ni kumuoa tu bibie, akiamini ya kwamba yeye anaweza kutengeneza nafasi ya kumhakikishia usalama bibie Dodoe. Sasa upande wa pili kwa mkali leo ni kuchanganya tu mavitu kwa sababu anajisikia vibaya na maumivu yamemjaa. Lakini akiwa huku anakutana na miongoni mwa wafanyakazi wa kampuni, wanamwambia sasa kwa hicho ambacho unapitia kwa saizi unahitaji upate kitabu ambacho kina mbinu 100 za mahusiano. Ukizipitia hizi zitakufanya ufanikiwe katika swala zima la mahusiano. Sasa hii inamfanya mkali aamini kwamba kwa saizi anaweza kupata suluhisho la kile ambacho anakitoka. Sasa akiwa anatoka pale anakutana na mkali sio kuna hapa waweza kupata nafasi ya kutoka nje kuongea mawili matatu juu ya kile ambacho kinaendelea. Sasa sio alimwambia mkali tu, ingekuwa ni vema kama ungesalia kwenye nafasi yako kama bodyguard na sio mtu ambaye unaleta matamanio ya kufikiria unaweza kuwa na nafasi ya kuwa na bibi. Lakini naye mkali wa kufahamika kwa jina la Goni alimwambia Mwamba kwamba usifikiri mimi ni mjinga, naweza nikakuacha tu uvuke kwenye mstari ambao naamini utakupa nafasi ya mafanikio zaidi. Hili lilikuwa ni fumbo sana kwa mkali sio kuafikisha. Mwanaume alitoka tayari kwenda kumchukua madam kuelekea sehemu moja. Akiwa njiani sasa Mwamba aliweza kumuuliza bibi kitu kimoja ambacho kilimshtua sana. Anasema sijajua kwa nini utengeneza nafasi ya kuweka emergency katika namba yako kwamba utakapopata tatizo Sioku ndo awe mtu wa kwanza kuja kukusaidia katika hiyo hali, ili hali na mimi nilikuwa ni mtu ambaye naweza nikakupatia msaada. Basi baadaye mkali alimwambia bibi kitu kimoja tu, naomba hii point ushikilie sana. Alisema anafanya yote haya kwa sababu, lakini kumaliza sababu ambayo anasema inamfanya afanye mambo yote haya, hii nimebaki kama fumbo. Sasa upande wa pili katika uzinduzi wa mradi mmoja mkubwa sana ambao ulikuwa unahusisha masuala ya maji, hapa mkali anajitambulisha kama yeye ndio CEO wa kampuni ya Milaya Group, ili hali bado hajapatikana CEO. Lakini cha kushangaza zaidi bibi anaingia katika ule mkutano kwa madaa zaidi, na hapa anakuta watoto wamewekea sura za mbuzi wakiwa watamani kumuona, lakini binti aliweza kupenya tu na kuingia kama miongoni mwa watu ambao wapo katika kitengo kikubwa cha kampuni ya Milaya Group, na yeye itakiwa afike katika ile eneo. Sasa aliweza kukaa kwa nyuma na Mwamba baada ya kumuona bibi aliweza kumaliza kila kitu, lakini bibi alisema kitu kimoja tu, wewe bado hujawa CEO, kwa hivyo sidhani kama hiyo nafasi ambayo unajiita CEO ingekuwa ni sahihi zaidi. Na bibi alisema kitu kimoja ambacho kilimshtua sana Mwamba, anasema kesho naenda kufunga harusi, kwa hiyo itakuwa ni vema kama utatengeneza nafasi ya kufika katika harusi yangu. Hii ilimshtua kila mtu, kwani pindi ambapo bibi atafanikisha kufunga harusi ina maana atakuwa na nafasi kubwa sana ya kuiongoza kampuni ya Milaya.
Sasa binti akiwa anatoka katika lile eneo hapa, anabahatika kuiona sura ya mtu ambaye ana ufanano na yule ambaye alimfanyia kitu cha ajabu zaidi. Na akicheki nyuma, kiukweli huyu mtu ana mikwaruzo. Ina maana ni Zekila, naye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa katika tukio hili. Hii ilimshtua sana bibie kwa sababu aliona tayari hatari inamfuata kila sehemu ambayo anaenda. Sasa nini ambacho atafanya bibie kujiweka katika hali ya usawa zaidi, kwa sababu Zekila anaambamba katika maeneo. Ghafla tu baada ya bibie kupata mshtuko, mwamba kufahamika kwa jina la Jiong alikuja kumtuliza mama. Sasa unafikiri nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya 13 ya mzigo bomba sana hapa My Demon kutoka DC Production, jumba la burudani. Kumbuka unapigwa na mimi wa kuitwa Gafalu DJ kama dawa kama kawaizo. Here we go, acha tuchanje mboga kitaalamu zaidi.